Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 6 na mada ambayo tutakuwa tukiangazia katika juma hili ni kuelewa kafara, ikiwa ni katika wiki ya Mei 3 hadi Mei 9. Na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tutampisha mwalimu Anthony aweze kutubariki kwa ombi. Karibu mwalimu. Asante, tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu, asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa kutuongoza na kuweza kutufikisha lisaa hili ambalo tunaloenda kujifundisha leseni ya wiki hii. Roho wako Mtakatifu akawe mwalimu wetu, akatutafsirie kila neno na kila jambo. Ni katika jina la Yesu naomba hata na kuamini. Amina. Naam, fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Ufunuo, sura ni ya 5 aya ni ya 9. Mwalimu. Ufunuo 5:9 inasema hivi: nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Mwalimu, kuelewa kafara. Je, waelewa kafara vipi? Mwalimu, kafara lilikuwa ni tendo ambalo watu mababu zetu pale walikuwa wanafanya ili kuweza kupata ondoleo la dhambi. Pale tulipokuwa tunaona Mungu anawaamuru kuweza kumtolea kondoo asiye kuwa na mawa ama ambaye ako clean, ili waweze kuondolewa dhambi. Kulikuwa na utaratibu wa kuzitoa pia. Kafara ilikuwa tendo ambalo Mungu aliamuru watu kuwa wanafanya ili kuweza kupata ondoleo la dhambi. Naam, katika Biblia hatuwezi kuepuka mada ya kafara ya mnyama. Inapita kama uzi mwekundu katika kurasa zake zote, na ina wajibu muhimu katika tukio kubwa katika Ufunuo, ambapo Yohana anapelekwa katika chumba cha enzi ya Mungu. Ukisoma kitabu ni cha Ufunuo sura ni ya 4 na 5, ukweli kwamba Yesu anatokea katika tukio hili muhimu akionekana kama mwana kondoo aliyechinjwa. Kwa hivyo tunaona ni ufunguo muhimu wa kuelewa tukio la unabii. Kwa hivyo lazima tuweze kuelewa Yesu kama kafara ili tuweze kuelewa unabii. Mwalimu, sijui kama utatusomea kitabu ni cha Ufunuo 1:18 ili tuweze kumuelewa huyu Yesu kama kafara. Ni kipi ambacho kinatokea? 1:18 kitabu chake ni cha Ufunuo inasema hivi: na aliye hai nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kuna tukio ambalo linafanyika. Yesu anakufa kama mwana kondoo. Na kutokana na kifo chake tunapata ushindi dhidi ya dhambi. Na vile vile tunaona Yesu bado angali akafufuka na sasa yuaishi. Kwa hivyo matumaini yetu tumeyaweka kwa Yesu ambaye alikufa na kushinda kifo, na baada ya kuwa amekishinda kifo kwa sasa yu hai. Kwa hivyo na sisi iwapo tutashinda dhambi, tutaweza kuwa hai katika Yesu Kristo, ambaye tunajua ndiye the source ama ndiye chimbuko la uzima. Mwalimu, sijui kama una jambo la kuweza kuongezea katika siku ya Sabato mchana. Mwalimu, pia vile vile umesema ukisoma kitabu chake cha Yohana 1:29 na 30, naona mbatizaji alimtambua Yesu na pia akaweza kutambua kwamba ni yeye aliyechinjwa ili aweze kubeba dhambi za ulimwengu mzima. Mwalimu, ambaye alisema siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa hivyo mwalimu, hata Yohana anakiri ya kwamba Yesu ndiye aliyekuwa anakuja kuchukua dhambi za ulimwengu wote. Mwalimu, kisome Petro wa kwanza 1:19 inasema, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na wa, yaani ya Kristo,
Kwa hivyo Petro anadhibitisha ya kwamba hiyo damu tunayosemea ya mwana kondoo, huyo mwana kondoo ni Kristo. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumapili ambazo ni kafara zisizo na maana. Mwalimu, tumepata kwamba ukisoma katika kitabu ni cha Mwanzo, tunapata pale ambapo mwanadamu aliasi, kuna mnyama ambaye alipoteza maisha. Kwa sababu ukisoma mwalimu katika kitabu ni cha Mwanzo 3:21, sijui kama utasoma Mwanzo 3:21. 3:21 Mwanzo inasema hivi, 21 mstari wake unasema, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Kwa hivyo mavazi ya ngozi. Naam. Ndiposa waweze kupata mavazi ya ngozi lazima mnyama angepoteza uhai wake. Kwa hivyo pale mwanzo tunapata kwamba baada ya anguko kuna mnyama ambaye alipoteza uhai. Kumbuka mnyama huyu alikuwa hana hatia. Lakini aliweza kukufa ili Adamu na Hawa waweze kuvikwa. Tunajua kuna damu ambayo imemwagika. Tunajua hakuna ondoleo la dhambi pasipo umwagikaji wa damu. Na vile vile tunajua damu ndani yake kuna maisha. Ukisoma katika kitabu ni cha Mambo ya Walawi 17. Kwa hivyo tunaona kwamba lazima mnyama angepoteza uhai wake. Ili binadamu waweze kuvikwa uchi wake. Lakini tunajua damu ya wanyama haingeweza kuwavika kumuokoa mwanadamu. Kwa hivyo lazima Yesu angekuja, ambaye tunajua vivuli vilikuwa katika mfumo wa kafara katika Agano la Kale. Lakini katika Agano Jipya tunakuja kupata utimizwaji wa vivuli vile kwa Yesu Kristo, ambaye alikufa msalabani ili aweze kuziondoa dhambi za yeyote atakaye muamini. Na mwalimu, kwa hivyo swali langu lilikuwa, mbona Mungu alete mfumo wa kafara kisha baadaye aseme kafara zina maana gani? Pengine ni kipi ambacho kilikuwa kinajiri katika wakati wa Isaya? Mwalimu, ilifika mahali wanadamu wakaanza kuzitoa kafara bila mwelekeo wote. Mwalimu, ukisoma Isaya 1 kuanzia mstari wake wa 2 pale. Mwalimu, wanadamu waliweza kutoa kafara bila kuzingatia zile mwongozo ama ule mwongozo uliokuwa umewekwa wa kuweza kutoa kafara. Sababu mwalimu shasema hii haikuwa kafara tu ya kumuua mwanakondoo, ilikuwa kivuli ambacho kilikuwa kinamtizamia Yesu Kristo. Kwa hivyo kulikuwa kukuwe na njia mwafaka ya kuweza kufanya ile kafara ili iweze kukubalika. Mwalimu, tusomea hapo Isaya mstari wake wa kwanza 2 pale. 2 inasema, sikieni enyi mbingu, tega sikio nchi, kwa maana Bwana amenena, nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Ng'ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. Ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao wa watenda mabaya, watoto wanaoharibu. Wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli. Wamefarakana naye na kurudi nyuma. Mbona mnataka kupigwa hata sasa, hata mkazidi kuasi? Kichwa chote ni kigonjwa, moyo wote umezimia. Tangu wayo wa mguu hata kichwani hamna uzima ndani yake, bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaha. Havikufungwa, havikuzongwa. Mwalimu, kwa kifupi, watu waliweza kumuasi Mungu. Mungu anasema hata kondoo anajuanga mchungaji wake. Ila watu wa Mungu wameweza kumuasi ama wameweza kuingilia mifumo ambazo ni za dunia. Mwalimu, ukiangalia katika Isaia, watu waliweza kumuasi Mungu. Waliweza kutomtambua Mungu na wakaweza kuingia kwa mbinu za dunia. Kwa mfano ukiangalia pale Mwanzo 4:5, Mungu alipokuwa anaambia Abili na nduguye waweze kumtolea kafara, kuna vile aliwaelekeza, haikuwa
kila mtu amtolee chenye alikuwa nacho, ilikuwa mtolee mwana kondoo. Lakini Kaini aliweza yeye kuona ni kama ni kitu ambacho hakina maana, akaweza tu kutoa zile mazao zake za shambani pale. Kama vile tunajua yeye alikuwa mkulima, kwa hivyo halikuwa achukue kondoo amtolee Mungu, lakini yeye akafanya tu vyenye alikuwa anataka. Tunaona haikuweza kukubalika mbele za Mungu. Naam mwalimu, tunaona ya kwamba katika siku za Isaya, Israeli walifanya kwa namna isiyo ya dhati, wakitimiza matakwa ya kidini kwa akili, wakijaribu tu kumpendeza Mungu, huku wakiishi wapendavyo. Kafara zao zilijikita katika ubinafsi kama ilivyokuwa ya Kaini, na sisi katika mtazamo wa kujisalimisha na utii wa Mungu. Kwa hivyo mwalimu, tukirejelea vifungu ambavyo tumesoma katika kitabu ni cha Isaya, sura ni ya 1, aya ni ya 2 hadi 15. Mwalimu, ningependa tusome Isaya 1:11 ambayo inasema hivi. 11 inasema 11 inasema huu wingi wa sadaka zenu mnazo nitolea una faida gani? Asema Bwana. Nimejaa mafuta ya kafara za kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona, nami sifurahii damu ya ng'ombe wala ya wana kondoo wala ya mbuzi waume. 12 inasema mjapo ili kuonekana mbele zangu, ni nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu, kuzikanyaga nyua zangu? 13 msilete tena matoleo ya ubatili, uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya na sabato kuita makutano, siyawezi maovu hayo na makutano ya ibada. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kuna kitu ambacho kinachochea Mungu kukataa kafara ambazo walikuwa wakizitoa. Ni kafara ambazo zilikuwa ni za kibinafsi. Ilikuwa ni kana kwamba ni mfumo tu, yani wanazitoa kwa sababu wameagizwa. Hawakuweza kutambua umuhimu. Mwalimu, unajua usipotambua umuhimu wa kitu, unafanya tu kitu kwa sababu kinapaswa kufanywa. Kwa hivyo walikuwa wamesahau umuhimu wa kafara, ambayo tunaona kwamba kafara ilikuwa ikimlenga Yesu Kristo, ambaye alikuwa ziondoe dhambi za ulimwengu. Kwa hivyo bado walikuwa wakitoa kafara, lakini bado wanaishi maisha ambayo ni maisha ya dhambi. Mwalimu, kwa hivyo ilikuwa ni kana kwamba tu ni kitu ambacho tu wanafanya kujifurahisha. Si kufanya kulingana na vile ambavyo Mungu alikuwa ameagiza, kwa sababu tunajua pale ilikuwa kivuli ambacho kilikuwa kinaleta ondoleo la dhambi. Lakini mwalimu, basi kafara hizi hazikuwa na manufaa yoyote iwapo utakuja useme umetoa kafara ambao tunajua ulifaa kuwa unatubia dhambi zako, lakini bado unaishi ndani ya dhambi. Kwa hivyo tunaona hilo lilikuwa ni tatizo moja ambalo Mungu hakupendezwa nalo. Kafara zisizo na maana. Kwa hivyo hawa tunaona hawakuelewa umuhimu wa kafara. Kafara zilikuwa zinatusaidia kuokolewa kutoka kwa dhambi, lakini pale wale walitaka waishi ndani ya dhambi lakini bado wazidi kuzitoa kafara. Ni kana kwamba hizi kafara ndizo ambazo zilikuwa zinampendeza Mungu. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu ambacho kinampendeza ni moyo uliovunjika na moyo ambao umepondeka. Si dhabihu ambazo tunatoa ama makafara ambayo tunatoa. Kwa hivyo Mungu anataka moyo ambao umevunjika. Na kama vile umerejelea kisa cha Habili na Kaini, tunaona Kaini kuna vigezo viwili ambavyo ametolea sadaka yake ama kafara yake. Jambo la kwanza alikuwa na kutotii, na jambo la pili alikuwa na self righteousness. Yani ile ambayo anajiona kwamba yeye, yani alijiambia yeye mwenyewe kwamba haijalishi Mungu anataka nini, mimi ninaweza kuja na chenye nataka. Naweza kuja na haki yangu kwa sababu sifuati maagizo ya Mungu. Mungu amesema toa hii, lakini mimi nitakuja na hii. Kwa hivyo ni kana kwamba alikuwa anakuja na haki yake mwenyewe. Habili alitambua kikamilifu kanuni kuu za ukombozi. Alijiona kuwa mwenye dhambi, na aliona dhambi na adhabu yake, kifo, vikisimama kati ya nafsi yake na ushirika wake pamoja na Mungu. Alileta mnyama wa kuchinjwa, uhai uliotolewa kafara. Hivyo kukubali madai ya sheria iliyokuwa imevunjwa kupitia damu
iliyomwagwa, alitazamia kafara ambayo ingekuja katika siku zijazo. Kristo akifa katika msalaba wa Kalvari, na huku akitumainia upatanisho ambao ungefanyika hapo, alikuwa na ushahidi kwamba alikuwa mwenye haki na dhabihu yake ilikubaliwa. Mwalimu, kwa hivyo tunaona pasipo huduma ya moyo hakuna huduma. Yeah. Kwa hivyo huduma ya moyo ndio Mungu ambayo anataka. Yeah. Hataki mambo tu ya nje. Kwa hivyo ni moyo ambao umevunjika na moyo uliopondeka ndio ambao unampendeza Mungu, bali si kafara ambazo tumekuwa tukizifanya, ama kafara ambazo kidogo imekuwa ni kana kwamba ni mazoea, si kitu ambacho tunataka kujua nini haswa maana yake. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambayo ni damu ya mafahali na mbuzi. Damu ya mafahali na mbuzi. Mwalimu, kuna wengi sana ambao wanakosoa mfumo wa kafara. Wanasema ulikuwa ni mfumo mkatili kwa sababu ya umwagikaji wa damu. Je, unaweza ukalizungumzia vipi hili? Mwalimu, umwagikaji wa damu ulikuja sababu ya dhambi. Naam. Ni ukweli katika uumbaji hakuna damu ilikuwa imwagike. Naam. Lakini pale mwanadamu alipoweza kuingia katika dhambi, alipoweza kuasi Mungu pale Edeni, ilibidi damu iweze kumwagika. Mwalimu, kumbuka kabla hata ya mwanadamu kuweko, kulikuwa na Yesu ambaye alikuwa amejitolea. Akasema huyu mwanadamu akiweza anguka nitaenda kumuokoa. Na njia pekee ya kuweza kumuokoa ilikuwa akuja aweze kufanya nini? Kukufa msalabani. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo lazima angekufa. Naam. Kwa hivyo mwanadamu pale alipoasi Mungu ilikuwa lazima, sababu mwalimu kumbuka alikuwa ameambiwa hakika yake utakufa. Kwa hivyo kulikuwa kifo kije sababu wameweza kuiasi amri ya Mungu. Na mwalimu, vile tunaona kwamba kifo cha Kristo kilikuwa cha kikatili, cha kidhalimu na kisicho haki. Asiye na hatia anawafia wenye hatia. Hicho ndicho kilicholeta utatuzi wa tatizo la dhambi. Na kifo hicho cha Kristo ndicho ambacho kafara hizi zote za kidhalimu, za kikatili na zisizo za haki zilielekezwa kwa Kristo. Kwa hivyo tunaona kuna mfumo wa kafara ambao ulikuwa umewekwa, ambapo mwalimu ukiangalia katika patakatifu kulikuwa na lile ua la nje. Yule mdhambi alikuwa anakuja na kondoo wake, anaweza kumshika kondoo kwenye kichwa, alafu anafanya confessing, anamwekelea dhambi sasa ni kana kwamba kulikuwa na transfer. Ni kana kwamba dhambi zilikuwa zinatoka kwa yule ambaye alikuwa ni mdhambi kwa kichwa cha yule kondoo. Alafu anamchinja yule kondoo. Hii ilikuwa ni shughuli za kila siku ambazo zilikuwa zikifanyika. Lakini mwishoni mwa mwaka kuna shughuli ambayo ilikuwa ikifanywa pale, ambayo ni siku ya upatanisho, ambapo tunajua watu walikuwa wakijitia wakfu. Tunajua kuna mbuzi wawili ambao walikuwa wanapigiwa kura. Mbuzi wa kwanza alikuwa kifa na mbuzi wa pili hakuwa afe. Kwa hivyo mbuzi wa kwanza ambaye alikuwa anakufa alikuwa akimwakilisha Yesu Kristo ambaye alitufia sisi. Alafu tunajua mbuzi wa pili ambaye anajulikana kama Azazeli alikuwa akitwikwa dhambi za zile dhambi za ambazo zilikuwa ile rekodi ambayo ilikuwa ya mwaka mzima ndani ya hekalu. Akishatwikwa dhambi hizi anaachiliwa kwenda jangwani. Kwa hivyo tunaona mfumo mzima wa kafara ulikuwa ni mfumo ambao ulikuwa unaelekeza mchakato mzima wa kisa cha ukombozi, vile ambavyo mwanadamu ambaye alikuwa ni mdhambi angeweza kurudishwa katika hali yake kabla ya anguko. Kwa hivyo mchakato mzima ni kisa cha ukombozi, Yesu akijaribu kumrejesha mwanadamu ambaye alikuwa ameanguka katika hali yake kabla ya anguko. Mwalimu, ukisoma kitabu ni cha Waebrania 10:3 hadi 5, sijui kama unaweza ukasoma ili tuweze kuona, je, damu ya mafahali na mbuzi ingeweza kutukomboa?
Na ikiwa ingeweza kutukomboa, basi mbona Yesu wafe? Waibrania 13. Naam. Inasema hivi, lakini katika dhabihu hizo iko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hivyo anjapo ulimwenguni asema dhabihu na toleo samahani. Kwa hiyo anjapo ulimwenguni asema dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo nilipo sema, tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Naam, mwalimu, kwa hivyo tunaona kwa sababu damu ya mafahali na mbuzi haingeweza kuondoa dhambi. Kwa hivyo Yesu inampasa Mungu kumtuma mwana wake ili aje kutufia sisi ili kuweze kuwa na ondoleo la dhambi. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wakiwachinja wanyama wakitoa wanyama kafara katika zile zama za kitambo, walikuwa wakimlenga Yesu Kristo ambaye kupitia kwa njia ya imani alikuwa akiwahesabia haki wakati ule. Kwa hivyo hata sisi kwa sasa tunaambiwa katika kitabu ni cha mwalimu, kitabu ni cha Waebrania 4:12 inasema vipi? 4:12. Naam. 4:12 inasema hivi, 4:12 inasema maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote. Mwalimu, kitabu ni cha Waebrania 4:14. 4:14 inasema hivi, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungano yetu. Kwa hivyo kwa sasa tunaweza kuenda moja kwa moja katika kiti cha enzi ila kwa njia ya imani. Mwalimu, 10:10 inasema hivi, 10:10 inasema, katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Kwa hivyo mara moja. Kwa hivyo tunaona imani yetu hii kwa Yesu aliyetufia na anayeishi kwa ajili yetu. Kwa hivyo tumaini letu linakuwa limejengeka pale. Kwa hivyo damu ya mafahali haingeweza kutukomboa. Lazima mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo angekufa ili aweze kutukomboa. Mwalimu, siku ya Jumanne ni mwana kondoo wa Pasaka. Na hii inaturejesha moja kwa moja hadi kitabu ni cha Kutoka. Lakini kabla ya kufika kwenye kitabu cha Kutoka, tunaona kwamba kitabu cha Ufunuo kinamrejelea Yesu kama mwana kondoo karibu mara 30 hivi. Tangu siku za awali kabisa katika mpango wa ukombozi, watu wa Mungu wametumia wana kondoo kama ishara ya Masihi ajaye. Habili alitoa wazao wa kwanza wa wanyama wake, ukisoma Mwanzo 4:4, na kabla ya Israeli hawajaondoka Misri kwenda nchi ya ahadi, waliagizwa kukomboa kila mzaliwa wa kwanza au mnyama wa mwana kondoo wa mwaka mmoja, ukisoma Kutoka 12:5. Mwalimu, sijui kama utatusomea kitabu ni cha Kutoka 12. Kutoka 12 ngapi mwalimu? Anza 1. Inasema hivi, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Mwalimu, soma 7. 7 inasema hivi, nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Mwalimu, soma 5. Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa
katika kondoo au katika mbuzi. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kuna mwana kondoo ambaye ametajwa katika kitabu ni cha Kutoka, ambaye alikuwa achinjwe alafu damu yake ilikuwa ipakwe katika miimo. Kwa hivyo yule malaika wa kuangamiza alipokuwa akija, angeruka hizo nyumba ambazo zilikuwa zimepakwa damu. Kwa hivyo ile damu ilikuwa ishara ya ukombozi. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wamepaka hawakuangamizwa. Kwa hivyo tunaona katika Kutoka damu inasimamia nini? Kukombolewa. Na tunajua walikuwa wakule Pasaka hii wakiwa tayari kutoka. Kwa sababu kisa cha ukombozi kilikuwa kinafanyika pale. Mwalimu, kwa hivyo tunaona mchakato mzima wa ukombozi ukiweza kuwa unafanyika pale. Kwa hivyo kitu ambacho unajifundisha hapa kama mwanakondoo wa Pasaka ni kwamba kuna ondoleo la dhambi kutokana na umwagikaji wa damu, na vile vile tunaona kwamba kuna ukombozi kutoka kwa dhambi, si ukombozi ndani ya dhambi. Kwa hivyo tunapata msamaha ambao ni forgiveness, na vile vile tunapata kukombolewa iwapo tutamtumainia yule mwana kondoo ambaye alichinjwa tangu misingi ya ulimwengu kuwepo. Sijui kama utasoma Isaya 53 ili tuweze kuona, je, mwana kondoo huyu Yesu ni kipi ambacho kinamtokea? Isaya ngapi mwalimu? 53. Isaya 53:7. Naam. Alionenwa lakini aliyenyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwana kondoo apelekwayo machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavo mbele yao wakatao manyoya yake. Naam, hakufunua kinywa chake. Kwa hivyo tunaona Yesu kama mwana kondoo apelekaye kuchinjwa hakufungua kinywa chake. Mwalimu, unajua ukisoma katika kitabu ni cha Desire of Ages ukurasa ni wa 25, unapata Kristo alitendewa jinsi tulivyostahili ili sisi tutende. Kristo alitendewa jinsi tulivyostahili kutendewa ili tutendewe jinsi anavyostahili. Alihukumiwa kwa ajili ya dhambi zetu ambazo yeye hakuwa na sehemu katika hizo, ili sisi tuhesabiwe haki kwa haki yake ambayo sisi hatukuwa na sehemu nayo. Alipatwa na kifo ambacho kilikuwa chetu ili sisi tupate uzima ambao ulikuwa wake. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mwalimu, naam, sijui kama kuna binadamu ambaye anaweza akalifanya hili. Yesu aliishi maisha ya kibinadamu yaliyokidhi utakatifu wa Mungu. Sisi wengine tunatenda dhambi, na jinsi tunavyoishi maisha yetu ya dhambi kihalisi husema uongo kuhusu asili ya muumbaji wetu. Yesu hata hivyo akawa Adamu wa mwisho kulingana na Wakorintho wa kwanza 15:45. Pale tuliposhindwa aliishi maisha makamilifu katika ubinadamu wake. Alikuwa kila kitu ambacho jamii ya wanadamu ilipaswa kuwa. Aliakisi utukufu wa Mungu kikamilifu. Aliyeniona, alimwambia Filipo, amemuona Baba. Mwalimu, hiyo ni Yohana 14:9. Maisha ambayo Yesu alipaswa kuishi aliweza kutupatia sisi ili kuweza kuyaishi. Aliweza kuacha utukufu mbinguni akashuka hapa chini ili kutufia sisi. Lakini mwalimu, hili hatulitambui kwa sababu bado tunazidi kuzama katika dhambi. Mwalimu, hata ukiangalia pale msalabani kulingana na Marko 15:33 kushuka pale. Naam. Yesu alipokuwa pale msalabani, alipokuwa karibu kufa, alipokuwa analia pale akisema, Mungu wangu mbona umeweza kunisahau? Naam. Mwalimu, Mariko anatuambia watu ambao waliokuwa pale walikuwa bado wana mkenjeli pale. Wanasema labda anamuita Elia kuja kumsaidia. Wengine wanamwambia kama wewe ni mwokozi, jiweza kujitoa na uweze yule mwizi anamwambia kujiokoa na aweze kumuokoa pia.
ila tunaona hawakuwa wanatambua ya kwamba huyu Yesu, hiyo damu ameweza ama hayo mateso ameweza kuyapitia pale, si kwa sababu yeye ni mdhambi, bali aliweza kufanyika yeye dhambi ili sisi tuweze kupata wokovu. Mwalimu, sijui kama utatusomea Wakorintho wa kwanza 5:7. Basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa ndonge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Kwa hivyo Pasaka wetu ametolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Mwalimu, kwa hivyo tunaona Yesu alisulubishwa wakati wa Pasaka. Naam. Kwa sababu alikuwa awe Pasaka. Naam. Pasaka wetu Kristo. Kumbuka vile vile tumesema wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri, kuna damu ambayo ilimwagika. Naam. Mwanakondoo alichinjwa. Kwa hivyo vile vile hata sisi maisha yetu yako ndani ya Yesu Kristo kupitia kwa damu yake. Wale ambao wanasafishwa kwa damu ya Yesu Kristo watapata uzima wa milele. Bali hawataangamia. Mwalimu, kwa hivyo siku ya Jumanne tumeona kwamba mwanakondoo wa Pasaka kuna vitu viwili ambavyo anavifanya. Anatusamehe dhambi zetu na vile vile anatukomboa kutoka kwa dhambi. Kwa hivyo hivi ni vitu viwili ambavyo mwanakondoo wa Pasaka ambaye ni Yesu Kristo, iwapo tutamtumainia, ataweza kutukomboa. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatano ambayo ni Yesu hekaluni. Mwalimu, Yesu hekaluni, tunajua kuna lile hekalu ambalo Sulemani alilitengeneza, ambalo lilikuwa ni hekalu la kwanza. Na vile vile tunaona katika kitabu ni cha Hagai 2:7 hadi 9. Mwalimu, sijui kama utatusomea Hagai 2:7 hadi 9. Nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja, nami nitainjaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Mwalimu, kwa hivyo tunaona ikimlenga Yesu Kristo ambaye alikuwa aje mwenyewe katika hekalu. Kwa hivyo akija yeye mwenyewe pale alikuwa aweze kukua pale. Na tunajua angekufa na aweze kuelekea mbinguni patakatifu, ambapo tunajua kuna patakatifu vile vile. Mwalimu, sijui kama utatusomea Mathayo 12:6 ili tuweze kuona Yesu mwenyewe anasema nini kuhusiana na yeye. 12:6 Mathayo. Naam. Lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Kwa hivyo Yesu alikuwa mkuu kuliko hekalu. Na kwa hivyo tunaona Yesu mwenyewe angekuwa ndani ya hekalu. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kwamba utukufu wa hekalu ungekuwa hata mkubwa zaidi kuliko wa kwanza, kwa sababu Yesu mwenyewe angekuwa pale ndani. Kufanyika mwili kwa Mungu, alionekana katika nafsi, katika mwili na damu. Mungu mwenyewe alikuwa ametoka nyuma ya pazia na kuwa mmoja wetu na kujiunga nasi katika ulimwengu huu uliovunjika. Kwa sababu mwana wa Mungu sasa alikuwa mwana wa Adamu, tungeweza kuona uso wake, kusikia sauti yake na kushuhudia kwa mfano alipomgusa mwenye ukoma aliye najisi na kumponya. Badala ya kuleta karibu katika mwelekeo wake, Mungu alituleta karibu naye kwa kuja katika mwelekeo wetu. Alishuka binafsi kwetu. Si ajabu Biblia ilisema kuhusu Yesu, tazama bikira atamchukua mimba naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Fikiria hili linachomaanisha Muumbaji wa ulimwengu alijishusha si tu ili kuishi katika kati yetu, bali kufa kwa ajili yetu. Mwalimu, hilo unalifikiria vipi? Mwalimu, nalifikiria pale ambapo Yesu anasema hakuona kule kuwa sawasawa na Mungu kukiwa kitu cha kutangamana nacho, ila aliwacha ule uungu mbinguni ili akaja akaishi pamoja nasi, akala kama sisi, akateseka kama sisi,
ili Yesu kama mwana wa Mungu atupee ondoleo la dhambi, na Yesu kama mwana wa Adamu atufundishe jinsi ya kuishi maisha ya utauwa. Mwalimu, kwa hivyo tunaona mchakato mzima unalenga msalaba wa Yesu Kristo. Pale ambapo msalabani tunapata ondoleo la dhambi, pale katika msalabani tunapata msamaha. Kwa hivyo lazima tuweze kumtazama Yesu Kalvari. Unajua kuna wimbo ambao wanaimba kutazama Kalvari, tunapata kuponya, tunapata kuponywa. Na mwalimu, siku ya Alhamisi, kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vyote. Kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vyote. Mwalimu, tunaona Yesu Kristo ambaye ni muumbaji na vile vile yeye ni mkombozi. Mchakato mzima ambao unalenga msalaba kama vile ambavyo nimesema. Msalaba unapaswa kutuonyesha mambo mawili. Kwanza ni kiasi gani Mungu anatupenda hata akajitoa sadaka kwa ajili yetu. Pili, unapaswa kutuonyesha jinsi tulivyo wenye dhambi na wenye hali ya kuanguka, kiasi kwamba ni kwa njia ya msalaba tu tunaweza kuokolewa. Mwalimu, tumesoma katika kitabu ni cha Warumi 5:8 katika lesoni ambazo zimepita kwamba Yesu alitufia tungali wa dhambi. Aliweza kutukomboa tungali wa dhambi. Kwa hivyo ni upendo usio na kina. Na vile vile mwalimu, kuna visa viwili ambavyo tunaviangalia hapa. Kimoja ni cha Isaya na kingine ni cha Ezekieli, pale ambapo wanaonyeshwa enzi ya Mungu. Na wanapoonyeshwa enzi ya Mungu wanatambua vile walivyo wa dhambi. Kwa hivyo lazima tuweze kumkaribia Mungu ili tuweze kujua ili tuweze kujiona jinsi tulivyo wa dhambi. Mwalimu, unajua ukimkimbia Kristo hautaona dhambi zako, lakini vile ambavyo unazidi kumkaribia, tunajua Kristo ni nuru. Anazidi kuangazia moyo wako, anazidi kumulika moyo wako, na anazidi kumulika sehemu ambazo zinagiza katika maisha yetu. Na anapomulika sehemu hizi ambazo zinagiza, ni wajibu wetu kuweza kukubali neema na kuweza kumkubali Kristo kutuwezesha kuishi maisha ya utauwa. Mwalimu, unajua giza ambayo iko ndani ya moyo wako inaweza mulikwa, lakini unaweza kataa. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa watu ambao wana mioyo ambayo imepondeka na kuvunjika, ili tuweze kukubali dhabihu ya Yesu Kristo, ili tuweze kukubali kafara ya Yesu Kristo msalabani. Mwalimu, tunajua kwa muda mwingi Shetani amekuwa akitoa shutuma dhidi ya Mungu, akisema kwamba yeye hawajali viumbe vyake, kwamba yeye ni mkatili, kwamba yeye ni dikteta. Lakini msalaba unatufunulia Yesu ni nani. Unatufunulia upendo wa Mungu kwa binadamu. Mwalimu, sijui umejifunza nini katika siku ya Alhamisi? Mwalimu, mada yake inasema kwa kuwa wewe ndiwe uliyeumba vitu vyote. Mwalimu, muumbaji hawezi waacha viumbe vyake viweze kuteseka. Tulipofanya uumbaji, tunajua uumbaji wote ulifanyika kupitia kwa mwana Yesu Kristo. Na tunaona mwalimu, fungu la kukadiri pale liliweza kusema Yesu Kristo aliweza kununua mataifa yote kutoka kwa Mungu kwa damu yake. Kwa hivyo mwalimu, kwa damu ya Yesu mwenyewe tunaweza kupata ondoleo la dhambi. Kazi yetu ni kumkubali tu Yesu Kristo na tuweze kujivika tabia yake, ili sheria za Mungu zikuwe rahisi kwetu. Sababu tusipojivika Kristo tukienda na ubinadamu wetu, sisi tuko na udhaifu mwalimu. Hatuwezi kuweza kuakisi ile tabia ya Yesu bila kumvika Kristo na kukubali damu ya Yesu Kristo iweze kutuokoa. Hivyo historia nzima ya kanisa imejengeka ndani ya kifo cha Yesu, kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo mwalimu, Yesu hangekufa na Yesu hangefufuka, hatungekuwa na tumaini lolote. Lakini kwa sababu Yesu alikufa, akafia dhambi zetu na akaweza kufufuka. Kwa hivyo tunatumaini ndani ya Yesu Kristo. Ni kwa njia ya msalaba tu tunaweza kuokolewa. Na tumefikia tamati mwa uchambuzi wa lesoni juma hili. Mwalimu, utatutamatishia kwa ombi? Tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu, asante kwa kutuongoza katika usomaji wa leseni. Bwana, tunaomba uweze
kutupea Roho wako ili aweze kutuongoza zaidi tuweze kuziona dhambi zetu. Mungu, damu ya mwanao Yesu Kristo iliyomwagika msalabani isiwe ya bure, bali ikuwe ya umuhimu mkubwa kwetu, iweze kutusafisha siku baada ya siku na kutupea ondoleo la dhambi ili tuweze kuishi maisha mataua na tuweze Mungu kukulaki mbinguni ujapo mara ya pili. Endo kwa na wasikilizaji wetu, kawapea Roho wako waweze kuwaongezea mengi na zaidi kuwafundisha mengi, sababu ndiye mwalimu ambaye anaweza kujua mashinda ambazo tuko nayo. Katika na kila mmoja wetu, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba pia na kuamini. Amina. Amina.